lazima wote tufahamu kwamba hawa wako kwenye ngambo ya kwanza, bado hajafika kwenye ngambo ya pili. Ngambo ya kwanza ya development ni wao kuendelea kukua kama mchezaji, sio? Lakini ngambo ya pili ni wao kuweza kushindana kwenye big stage na kuleta impact ambayo sisi tunaitarajia kama nchi. Mpaka sasa hivi nina watoto 9 ambao unapigiwa simu kila wakati ana ordered. Kitu ambacho sisi tunaweza kukifanya kama shirikisho ni kufanya guidance. Project zozote ambazo zitaletwa mezani, we have to analyze, kuelewa ni ipi ambayo inatupeleka kwenye maono ambayo tunayataka. Hatutaki kuact emotional kama namna ambavyo watu wengi wanajaribu kuact, kwa sababu tunafahamu the science part ya jambo ambalo tunalifanya. Kwa hiyo guidance ambayo tunaweza kuitoa kwa watu ambao watakuwa wamekuja na project kuhusiana na hawa vijana ndio ambao itakuwa inaweza kudetermine hiyo kesho njema ambao mimi na wewe tunaizungumza sasa. Ni vijana ambao bado hawako tayari, wako kwenye mchakato, kwa hiyo ni lazima tubakie kwenye hizo processes. Kwa hiyo hatufai tukaingiwa na hiyo miemko ya kwamba mtu akija hapa kwamba mimi nataka kesho akacheze kwenye timu yangu, na sisi tukaingia kwenye huo mtego bila kuelewa ni project aina gani club iko nayo, na kutokea hapo manake tunakuwa tunaweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yanaendelea kuwajenga hawa vijana. Na pengine nitumie nafasi hii kuwaomba wa Tanzania popote pale walipo, hawa vijana ni wa kwetu, sio? Wakifanya vizuri, we all gonna be proud, sio? Kama ambavyo tuko proud sasa hivi. Wakiharibikiwa hatuna sehemu ya kujificha, kwa sababu aibu pia itakuwa ni ya kwetu. Kwa swala la malezi ya vijana ni swala ambalo ni mtambuka, ni swala ambalo linatuhusu sisi sote, sio kwa sababu kuna rais wa shirikisho au kuna waziri wa wizara au kuna katibu. Ni kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu somehow direct or indirect tunahusika kwenye malezi ya watoto. Tuendelee kuwasaidia, kuto kuwazalisha pressure kubwa, kuto kuwaaminisha kwamba wao ni top notch, kwa sababu kiukweli bado hawajafikia hapo, wako kwenye mchakato wa kufikia hapo. Na kama tutaweza kufanikiwa kwenye hizo aspect, manake bado vichwa vyao vitakuwa viko chini, miguu yao itakuwa iko chini, na wataendelea kujifunza mpaka hapo watakapokuwa wamevuka kwenda kwenye ngambo ya pili. Huo ndio wito ambao mimi niko nao. Najua kuna watu wengi hapo nje, sio mameneja, sio nini, wanawapigia watoto simu and all that. Guys, mnaweza kufanya hivyo, hakuna mtu anayeweza kuzuia, lakini do you have a project? Uko na project ambayo tunaweza kuelewa? Sio? Watoto hawa watu wanawaona leo, lakini ni watoto ambao tumekuwa nao muda mrefu. There's a lot of sacrifice behind kitu ambacho kinatokea leo. Kwa hiyo tunatamani sana watu wote wenye nia njema, waje wafanye submission ya project za kwao, tushauriane, kwa sababu naamini kwamba we are the think tankers, tuko na exposure ya kutosha kwenye development ya mpira wa miguu, we are having a good network as well. Kwa hiyo kama tunaweza kulifanya kwenye hiyo picha, manake hicho kipengele cha mtu kupotea hakitokuwepo. Tuko na experience mbaya. Kuna watoto ambao walikuwa wanaonekana ni prospect, watu wakawanyakua hapo juu, wakasema wao wanakuwa manager and all that, baadaye watoto hawaonekani popote. Kwa hivyo wanasemaga Waswahili, miruzi mingi humpoteza mbwa, sio? Na kwa hivyo it's a high time. Hii nchi ni ya kwetu. Hatuna sehemu nyingine ambayo sisi tunaweza kwenda tukasema ndio nchi yetu. Kwa hivyo chochote kizuri ambacho tunataka kitokee kwenye nchi yetu, we have to stand tall on it, na tukubaliane kimsingi, hata kama ni lazima kutokukubaliana, lakini mwisho wa siku we have to push the agenda ya kuhakikisha kwamba tunayafanya ya mambo kwa ufanisi na uweledi mkubwa.